Habari za muda huu popote pale ulipo, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Karibu katika habari zetu za leo, tukiwa na matumaini kwamba wewe ni muheri wa afya kabisa popote pale unapotusikiliza. Kabla ya kwenda mbali zaidi, ni kuombe ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuweza kujiunga nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kushare kwa wengine, pamoja na kucomment ili tujue unatupata ukiwa sehemu gani duniani. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia kwenye siku ya leo ni pamoja na miili zaidi ya 35 imeokotwa ndani ya mji wa Uvira ikiwa imefukiwa ndani ya shimo moja. Angalau mashimo matatu ya maiti ya kusini baada ya mvua kubwa. Shimo la kwanza limeripotiwa karibu na ofisi ya PAM kwenye barabara ya Kavimvira, limefunua takriban miili 35. Mvua imefichua maiti zilizofunikwa kwa kiasi na kusababisha harufu kali. Shimo lingine limepatikana Kilomoni katika jiji la Uvira. Kwenye makaburi ya jiji hilo, wanachama wa jamii wanazungumzia uwepo wa maiti nyingi, na hayo serikali pamoja na wakaaji wa mji wa Uvira wanaendelea kuwashota kidole waasi wa AFC M23 pamoja na washirika wao kwa kuweza kutekeleza. Limelaaniwa vya kutosha na utetezi wa haki za binadamu. Choko changu Bonane ni mwanaharakati wa mashirika za kiraia ndani ya mji huo wa Uvira, alizungumza na Kwetu News 24 na kuweza kuhakikisha hali ilivyo kwa sasa. Watu wengi ngambo ya groupement ya Kagandu, ngambo ya groupement corporate Kakala na mkartie Ruge, watu kule na ikaonekana kwamba wa M23 walichimba shimo, walioblige watu fulani wenye walibakia kule wachimbe shimo pamoja na kwa ili kwamba ni ya mapost commune. Ndio maana wakati anketi itafanywa na vyombo vya dola ama vyombo vya usalama, ukiwemo polisi hapa Uvira, jeshi hapa Uvira na gouvernement provincial, waligundua kwamba hesabu ya watu walioshikwa ni nyingi sana ndani ya shimo mbili. Wa M23 walichimba shimo mbili, 16 wengine shimo watu 14-15. Hivyo ndio walidekuviri hiyo mapost commune, na gavana wa akaitisha watu kuwaonesha na mamedia kuonyesha kwamba wa M23 watu wengi sana, inabidi sheria ifanye kazi yake. Kwa Kavimvira ngambo ya Kilomoni ndogo nyingi zimegundulikana kwamba wamechanga na hili mpaka sasa tunasubiri kujua decision final, ndio imeambatana na kuingia kwa vice premier ministre wa cheo ya Coutumier, Mheshimiwa Shabani. Tunafikiria kwamba après conseil ya sécurité ambayo imefanyika, conseil ya sécurité ya jana ya province, ambapo meya wa ville naye amekuwa ndani, bwana Kapenda Kipara Kikini, tunasubiria kutakuwa madirektive ambazo zitakamatika, kwa sababu serikali haiwezi kaacha watu zaidi ya 3 wagani, sababu hicho kitendo hakitakaa bila kuadhibiwa. Sisi wananchi ni kuambia kwamba tunasubiria justice ifanyike, hata kama wafanyasiasa wataongea, na sisi wakaaji tunaendelea kuona kwamba justice ifanyike, reparation ikikuwa inaweza kuwa vizuri zaidi. Sana watambue kwamba pombe za kulevya mituma, maana tuache kunywa pombe, tupende nchi ya Kongo sisi vijana, tuitumikie, tuishughulikie, tuambie wafanyasiasa wabadili aina ya uongozi ili kwamba na sisi tukule nchi ya Kongo kama inavyostahili, kama kitu wengine wa vijana wanakula nchi ya Kongo. Kwa wafanyasiasa kwa kwamba muda kufanya siasa kwa faida zao na familia zao imeshaisha. Ni wakati sasa Kongo ikule nayo nchi, wafano wakule mazao ya nchi. Ndio maana tunakataa sisi kufanya siasa wabaya, lakini tunawapenda wale wenyewe wanafanya kazi kwa mfano wa Nelson Mandela, kwa mfano wa mwenye kufa hapa na Tanzania, Bwana Magufuli. Tujielekeze huko Burundi, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, ambako mamia ya watoto walioko ndani ya kambi ya wakimbizi ya huko Busuma ndani ya nchi ya Burundi waandamana mchana wa Alhamisi hii wakiomba Umoja wa Mataifa kuwarejesha nyumbani kwao baada ya mateso yenye kupindukia ambayo hayaheshimii haki za binadamu pamoja na haki za mkimbizi. Mmoja kati ya wakimbizi wa kambi hiyo ya Busuma
ambaye hakutaka jina lake kutajwa na vyombo vya habari, amehakikisha habari hii kwenye kituo chako cha matangazo, huko akisema kwamba hali mbaya ya kibinadamu iliyoko kambini humo ndiyo ilipelekea watoto hao kuendesha maandamano hayo. Tumsikilize. Ni kweli ndugu mtangazaji, maandamano ya watoto ilifanyika jana. Watoto hawakutumwa na wakubwa, hawakulazimishwa na mtu, lakini watoto waliamua kuexprimer intention yao ya kurudia Kongo, waendeleshe masomo. Watoto waliandamana ni baada ya mkurugenzi wa shirika la PAM ulimwenguni wakati alipowasili hapa kambini Busuma. Watoto wengi kabisa wakafurika mabarabarani kuimba, hatutaki kubaki hapa, tunataki kwenda Kongo, na ilipelekea hata baadhi ya mzungu mmoja mwele delegation kulia kutoa machozi. Kulingana na kufunguliwa kwa mpaka wa Burundi na Kongo kwenye Gatumba na Kilomoni, wajumbe wa wizara ya mambo ya ndani ya hapa nchini Burundi walikuja hapa kambini, wakaendesha kikao na wakuu viongozi wa kambi, wakuu viongozi wa makonfession religieuse, wakuu viongozi wa mamitualite mbalimbali za makabila zenye kuwa hapa, na ujumbe muhimu ambao uligubikwa na kikao kile. Wizara ya mambo ya ndani ya nchini Burundi ilitangazia wakimbizi kwamba tayari frontiere imefunguliwa, na kama frontiere imefunguliwa, tutaanza na hatua ya kurudisha wanajeshi wa Zalendo pamoja na mapolisi wenye kuwa hapa kambini. Tukimaliza hao, kisha watakaofuatia ni wakimbizi, na wakimbizi kusudi hatua ya kuwarudisha ianze, itabidi kwanza kuorozeshwa ile tunaita enregistrement ama identification, na mwa ile identification njo watu watakao wanaulizwa mwenye kupenda kubaki na mwenye kupenda kurudia Kongo, ndipo ile rapatriement libre itaanza, lakini hawakukamilisha siku mwezi ambako ile activite itaanza. Waliinsiste pia wale wajumbe kusema kwamba ni vema wakimbizi watulie, wavumilie, sababu wamedai kurudia na watarudishwa. Ile hali ya kutoroka kwenda kinjia za panya ikomeshwe, na atakayeshikwa anaenda kwa njia ya panya ama njia ya kutoroka, ule atazibiwa kwa mujibu wa sheria za nchi ya Burundi. Na waza ndio watu wote wanakuwa wima, wanasubiria nini ambacho tafanyika kusudi hilo rapatriement libre itaanza kutekelezwa. Rais wa Rwanda Paul Kagame alimpigia simu Lindsey Graham kuzuia vikwazo vya Marekani dhidi ya nchi ya Rwanda baada ya kusaini makubaliano ya amani yaliyoshawishiwa na Marekani. Waasi wa M23 AFC walioungwa mkono na nchi ya Rwanda waliendesha mashambulizi makubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku chache baada ya idara ya Marekani zilizotayarisha vikwazo kama majibu, lakini Kagame alijua na kumpigia Graham ambaye aliwasiliana na ikulu ya White House na ofisi ya Donald Trump. Vikwazo hivyo viliwekwa kando licha ya kipingamizi kutoka idara ya jimbo la hazina mashariki mwa Kongo. Kufikia hapo, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, sina la ziada. Asante kwa kututegea sikio. Usikose kusubscribe channel yetu, kushare na kucomment. Kwaheri kwa